Halo, karibuni katika billing system yetu ya Bongo Wi-Fi. Hii ni billing system ya Kitanzania ambayo pia ina features nyingi sana na payment gateway nyingi, ina M-Pesa, ina Venopay, ina Azam, ina wallet, ndio na zingine ambazo zitaongezwa kutokana na mahitaji ya watu wanavyokuwa. Pia hii ni billing system ambayo inamrahisishia sana kwa huduma za wifi yake, labda mtaani, sokoni, nyumbani, kwenye apartment zake, hotelini, migahawani. Hii ni system ambayo inamrahisishia mtoa huduma wa wifi kuweza kumanage wateja wake kwa urahisi zaidi. Billing system hii inaitwa Bongo Wi-Fi kama nilivyosema. Kupata kujua features zake ambazo zinapatikana ndani ya billing system hii, unaenda Google, una search bongo wifi.com. Ingia, nitakuja kwenye features ambayo website ni hapo. Hii ni official website ya Bongo Wi-Fi kama unavyoona. Ndio ina features nyingi, na features ya multi router management. Yanamaanisha nikiwa na kujiunga na Bongo Wi-Fi unaweza kumanage router zako nyingi hadi kufikia 10 kwa wakati mmoja. Mfano una kituo kwa Dar, ndio kingine kiko Mwanza, kingine kiko Arusha, kingine kiko Mbeya, au vitatu viko Dar, vitatu viko wapi, ngazi inategemea na wewe idadi ya vituo vyako. Kwa maana vituo vyako vyote hivyo unaweza ukavimanage, ukaviangalia vimepata nini, vinaingia kiasi gani, kumonitor dashboard, kumonitor kila kitu, status au kureboot hata ukiwa kokote ulipo. Mfano una vituo labda vitatu Dar, ndio kwanza Kigoma, cha kwanza let's say Gogo, cha pili Magomeni, cha tatu labda Mbagala. Vituo vyote hivyo unaweza kuviona ukiwa mahali popote, hata kama umesafiri. Ukiwa mahali popote unaona vitu vyako kokote ulipo. Unaona labda kituo changu cha Kigogo leo wifi imeingiza kiasi fulani, au labda apartment zangu za Ubungo leo tumeingiza kiasi fulani. Ukiwa kokote unaona kwenye setting yako, unaangalia mapato yako ya vocha pamoja na mapato ya simu. Pia kama ulisema mambo ya vocha na malipo ya simu, kuna feature za malipo ya simu ambazo mteja au mtumiaji mwenyewe anataka ajiunge na huduma gani. Kuna huduma ya Azam Pay, kuna huduma ya Venopay, kuna huduma ya Pesa, ndio kuna huduma pia wallet ambayo haihitaji chochote kile, ndio. Pia kuna features ya vouchers. Mtu anaweza kuprint vouchers. Unaweza kuprint voucher muda wote ule. Una print voucher zako, mfano uko Mbezi lakini biashara uko Mbagala. Una print voucher zako ukiwa Mbezi na mtumia mtu ambaye yuko Mbagala, hizo wakala au mtu yote ambaye anasimamia ile biashara yako au hicho kifaa chako cha wifi, ndio. Lakini pia kuna feature nyingine ya WireGuard, maana hii ni kwa ajili pia security, ndio. Pia haitakuhitaji wewe kuna public IP. Kupitia WireGuard vifaa vyako vyote vitakuwa vimeunganishwa remote. Lakini hapo kuna wallet system ambapo pia na hii ni moja ya payment gateway. Unakoa maana hii wallet system haitakuhitaji wewe ujiunge na mtu wa huduma yote, either Azam Pay au Zenpay au Pesa au yoyote ule. Unaona, ukifika huduma na wallet, ina maana wewe nyama yako yote utafanya kupitia wallet. Na pesa zako utazipata kupitia wallet system ambayo inapatikana ndani ya mfumo wetu. Pia kuna cross router roaming. Hii ni feature ambayo mfano una vituo vingi kama nilivyosema, una kituo Mbagala, na kituo Mwanza, una kituo Goma, una kituo Arusha, una kituo fulani. Kwa hiyo kupitia vituo vyako vyote hivyo ulivyosema wewe, unaweza kuunganisha vituo vyako vyote vikafanya kazi kwa pamoja. Mfano mimi mteja nimejiunga kituo chako, labda nasema labda kitaa wifi da Kigogo na Kigogo, si ndio? Kigogo kuna kituo cha kitaa wifi, labda ni kitaa wifi, ndio nimejiunga na Kigogo pale, nimetumia. Lakini kuna mwisho umetokea tena, nimefanya nini Mbagala. Kule Mbagala tena kwa bahati nzuri nimekutana tena na kitaa wifi ya mtu yule mmoja, ndio. Kama nimejiunga Kigogo tayari, nikienda Mbagala
kifurushi changu bado hakijaisha, nakuwa naweza nikatumia na kikatumika kama kawaida. Umeona, ili sasa nibaki kama masaa mawili kifurushi changu kuisha. Kwa hiyo nikiwa kule Mbagala naweza kaingia kwenye kitaa wifi, kishaingia inanisign mimi, inanikumbuka kwa sababu ni mteja mmoja wapo wa kitaa wifi, ndio. Kwa labda nimetoka hapa nimejiunga kwa kifurushi cha mwezi, lakini bahati nzuri cha nimefika Mbeya au Mwanza, kuna mtu yeye anataka kitaa wifi, biashara zake pia na nyinyi zipo kule Mbeya, ndio ziko Mwanza. Kwa maana kama nimejiunga na kitaa wifi nikiwa Dar, afu kitaa huyo tuna wifi ana vifaa vyake labda Mbeya au Mwanza, nimefika kule na nimepata wifi yake, naweza pia nikatumia. Naona ndo cross routing, no? Pia ile time analytics unakuonyesha kuona miamala yako ilifanyika, ukiingiza kujiunga ni step 3 tu, una create account, una add router, unaanza kufanya biashara. Lakini pia kuna features ya resellers. Resellers maana wale wauzaji wa vouchers. Kama unataka kuwa na wauzaji wa voucher, nitaelezea, ina features nyingi sana, nitaweka kama kipindi chake kama chini pekee. Lakini pia kuna form unaweza kujaza. Vifurushi ni hapo hivyo kama unavyoviona, kwa challenge kuna challenge miwili na kuendelea. Lakini pia kuna form ya hapo unaweza kujaza form ukawasiliana na sisi. Nadhani kwa hapo tunaishia hapa, then vingine tutakuja kwenye video namba 2. Asante.